Hii mpaka mwisho, mpaka kieleweke. Sasa tunakwenda mbele, twende baba. Tunguli. Hii inaweza ikakuambia boksi hapa, safari unayokwenda ni nzuri au ni mbaya. Hii inaweza ikakwambia mke uliye naye ni mwema au sio mwema, anachepuka au hachepuki. Hii inaweza ikakwambia kazi unayoifanya itakupa mafanikio au haitokupa mafanikio. Hii inaweza ikakwambia jambo lako kwamba ni zuri ama sio zuri. Live utaona inavyokubali kwamba jambo lako hilo ni sahihi au inavyokataa. Hebu naomba, kama kuna mtu ana mke ana mimba, alafu wewe unavyoondoka mke wako amebaki nyumbani peke yake, au labda itokee umetangu ulivyooa wewe unatembea naye mke wako kila siku, kila wakati, kila sekunde, lakini kama kuna mtu hapa mke wake nyumbani ana mimba na alishawahi kuondoka siku moja afu akarudi mke wake nyumbani yuko peke yake, hebu aje mara moja kwa ajili ya kupata somo. Namuomba mtu mmoja ambaye sasa hivi mke wake mjamzito, naomba Waislamu tunaelimishana ili liwe jepesi hilo jambo chap chap. Nataka nikuoneshe ile mimba ya kule nyumbani kwa mkeo, ya kwako au sio ya kwako. Naam, habibi mwamba huyo hapa, sogea. Hii haigusi yenyewe, ukiigusa yenyewe mambo yanakuwa mengine. Shika kamba kwenye hichi kifundo, alafu nuia, mke wangu fulani binti fulani ana ujauzito, nataka nijue ile mimba nimeweka mimi au nimewekewa. Alafu unaipuliza ile nguli mara 3 kimoyo moyo, nuia, inyanyue juu kidogo. Ewa kazi pata jibu mwanangu, usubiri. Inyanyue juu tena kidogo, puliza mara 3. Haya, sogea hapo sasa. Haya wazee, anataka ajue huyu ule ujauzito kule nyumbani kwa mkewe ni wa kwake au amewekewa. Sese bwanga na hiyo ngambo na ngambo tureveita kashanga soita bimusate soya biye zoirwa sana barundis makambo uzalibiye makambo uzalibine na kobanga nzambe na ngani. Geuka shekhe ukidogo. Naomba mtu mmoja aje apige goti hapa kidogo, kama ndo meza yetu fulani. Samahani kidogo, ila hutoona kitakachoendelea, utaadhibiwa. Angalia. Sasa naomba unyanyue juu tena, alafu naomba uilenge, uteremshe taratibu hii tunguli. Teremsha taratibu sana, uweke hapa katikati taratibu, wala usiwe na haraka. Haujalenga bado, nyanyua juu, jitahidi kulenga katikati hapa. Wazee muonesheni ile mimba kama ameweka yeye au amewekewa. Kama kaweka yeye tuambieni, na kama kawekewa pia tuonesheni. Sese bwanga na hiyo bwanga mkulukulu ngambo na ngambo makambo zalibi ye makambo. Nyanyua, lenga, usitikise mkono, usiutikise mkono hata kidogo. Haya, twende taratibu. Haya, twende weka. Wazee watuoneshe, twende weka katikati. Weka katikati. Haya, weka. Bana, haya nyanyua tena kwa mara nyingine. Haya, twende taratibu. Ile mimba kule nyumbani umeweka wewe, kaweka mwingine. Haya, twende weka. Haya, twende namna ile, weka katikati. Haya, nyanyua tuweke mara ya mwisho. Hiyo ni mara ya mwisho. Haya wazee, muangalieni huyu, angalieni lile tumbo kule nyumbani, angalieni damu yake, angalieni damu ya kule kwenye lile tumbo. Ameweka yeye, kaweka mtu mwingine. Hiyo ni mara ya mwisho. Twende sasa. Haya, twende wazee, muonesheni, kaweka yeye. Hapana, weka katikati, kaweka yeye.
Hapana. Kaweka yeye? Hapana, hapana, hapana. Shehe, umepigwa. Tuseme la ilaha illa Allah. Kuna mwingine aliyenyuka kule, mke wake mjamzito, anamwomba aje chap chap, njoo uone. Haya ndiyo yanayofanyika kwenye majumba yetu. Uko msikitini, mke hana ucha Mungu, tayari anafanyiwa mambo fulani. Lakini kila kitu Waislamu tutakiweka wazi. Tuseme insha Allah. Mwamba, na wewe shika hapa nuia. Mtaje mkeo, mtaje na jina la baba yake. Tena kama mama yake unamjua, mtaje na mama yake tupate uhakika. Sese bwanga na hiyo ngambo na ngambo. Ukimaliza sogea. Wazee anataka aone huyu ile mimba kule nyumbani kaweka yeye au amewekewa. Ngambo na ngambo, tumeveita kasha, tumeveita kasha. Muonesheni huyu ameweka yeye au ameweka mtu mwingine. Nyanyua juu kabisa, usawa wa kichwa chako. Aya, twende, teremsha taratibu. Ni ya kwake. Ngambo na ngambo, tureveita kashanga zairwa a sana barundis. Ngambo na ngambo, tureveita kashanga makambo zaribi ye makambo zaribi nene. Mashaallah. Mke wako mwaminifu mama. Mke wako mwaminifu. Tuseme la ilaha illa Allah. Namaliza kubwa kuliko hii, wanafanyiwa wakina mama. Mwaka mmoja tulikuwa Shinyanga, kabla ile stendi mpya, sasa hivi stendi ya zamani katikati ya mji. Tulionyesha tukio hili. Kuna dada wa Kiarabu alikuja akatoa shukurani zake za dhati baada ya kuonesha ukweli wa tukio hilo. Yeye akasema, nilishawahi kulala kwa mganga na mganga alinifanyia kitu kibaya. Nikisema hivyo mnanielewa vizuri. Na waganga wanafanya sana kwa dada zetu, kwa mama zetu, kwa wake zetu. Tukio hili, kama atakwenda mwanamke peke yake kwa mganga, hatoki, ataziniwa tu. Waganga wanawazini wake zetu, wanawazini dada zetu, wanawazini mama zetu. Ni tukio ambalo unaweza ukasema huku kwingine kote inawezekana ujanja, lakini hii sasa yenyewe, naomba angalieni kwa makini. Umakini wako ndio kujua kwako. Unapoangalia kwa makini ndio unakuja kujua ukweli baadaye kwenye tafsiri. Twende Mwamba. Tukio la pili, kwamba tunguli ina uwezo wa kuisha kitu fulani, kama ndicho au sicho, pia hakuna ukweli. Na imani ambao akili zenu zinachaji, mtakuwa mnahisi kitu, na huenda unavyohisi ikawa ni sawa. Yule ndugu yetu wa kwanza tulimwambia aweke katikati tunguli ituoneshe yule ujauzito wa kwake yeye au kawekewa na mtu mwingine. Tunguli ilikataa, nadhani mliona Kila ukiweka namna hii tunguli inasema hapana. Sio. Au sio? Sio. So unaichezesha hivi, yani yenyewe hapo unaweka inagoma. Sawa Akaja mtu mwingine, lakini kabla ya inazungushwa kichwani hivi, au sio? Akaja mtu mwingine akaambiwa, hebu nuia na wewe kwa mkeo ujauzito ule wa kwako, au sio? Weka tunguli. Akaweka tunguli, ikakubali. Waislamu, somo hili liko shule ya msingi, kama sio darasa la 3, kati ya darasa la 3 kipindi kile tunasoma sisi, kipindi hicho kama sio darasa la 3, la 4 au la 5, darasa la 4, somo la sumaku. Sumaku ya aina yoyote ina pande mbili. Sumaku ina upande wa kaskazini, lakini sumaku ina upande wa kusini.
Sumaku hii ukichukua sehemu pande zinazofanana, ukachukua kaskazini na kaskazini, ukazigusisha sumaku kaskazini na kaskazini, sumaku haiwezi kukubali, inakimbiana. Sawa sawa. Lakini sumaku hii ukichukua upande wa kaskazini ukakutanisha na kusini, zinafanyaje? Zinashikana. Ndilo somo lilofanyika hapa. Ina maana hiki akitengeneza, yani wanakuaga na vibaya tu, vichafu nini, wewe unaweza kwenda jamaa kweli hapa ndo mzimu nini, lakini akili tu akuzuge wewe. Humu ndani kuna sumaku, na hii tunguli, ndani ya hii tunguli pia kuna nini? Kuna sumaku. Upande huu hapa ndiyo ule upande wa kaskazini na kaskazini, au kusini na kusini. Hapa haiwezi ikakubali. Jamaa naeleweka vizuri Haiwezi ikakubali. Akizungusha tena namna hii zuga, ili ageuze hichi, akigeuze upande mwingine, ukiweka inakubali. Kwa hivyo mimi binafsi, kwa sababu nimekizoea hichi, wewe sasa hivi nikifanya hivi huku utaona ndo kule kule, ukifanya hivi ndo kule kule, lakini mimi nishazoea upande huu ambako najua haiwezi kagusana. Kuna kauzi kadogo hapa, yani kiangalia najua hapa, hii hapa huko hakugusi. Upande huu kwenye hakuna hata kauzi, najua huko ndo kule ambako kuna fanyaje, unashika, kwa kuwa kila siku mke wako mimba ya